Naam, msikilizaji, karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa ambayo ndio tunaendelea nayo katika sehemu ya pili ambayo ni simulizi yetu nzuri kabisa ambayo tumeanza hivi karibuni, inaitwa Barabara ya Kifo. Kama unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya kwanza, msikilizaji, ilikuwa ni pale ambapo tuliona kabisa kwamba mabaya basi yameweza kuwakuta abiria katika safari hili kutokea mkoani Kagera katika wilaya ya Bukoba kuelekea Dar es Salaam. Hatukuweza kufahamu kilichoweza kuendelea mara baada ya hapa. Tuliona tu kwamba mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mabaya tu, yamewakuta abiria wa basi la Kagera Royal Coach. Hatujui nini ambacho kiliendelea mara baada ya pale, kwa sababu tuliona mwisho wa siku abiria wamepotea tu katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha kweli kweli. Ukweli wa kila kitu niko nao hapo katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Barabara ya Kifo. Mimi naitwa Alex. Usiku ule, msikilizaji, Kevin na Neema waliporejea nyumbani, walidhani kwamba walikuwa tayari wamekwisha kuokoka. Walidhani kwamba waliopata ndani ya Kagera Royal Coach yalikuwa tayari yamekwisha. Walidhani kwamba mara baada ya kuweza kuondoka kwenye lile basi maisha yao yangeweza kurejea kuwa kama kawaida. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa wamekosea, kwa sababu ukweli ni kwamba kile ambacho walikuwa wamekutana nacho akikuwa kimeanzia Dodoma, wala akikuwa kimeanzia katika wakati ambapo ukungu ulikuwa umeshuka, na akikuwa kimeanzia wakati ambapo watu walianza kupotea katika basi lile. Ukweli ulikuwa ni tofauti kabisa. Na ili kuweza kufahamu ukweli ambao ulisababisha kila kitu kuweza kutokea, msikilizaji, simulizi yetu inarejea nyuma siku 2 kabla ya safari. Siku 2 kabla ya safari katika wilaya ya Karagwe ilikuwa imetulia, lakini katika kijiji kidogo kilichokuwa nje kidogo ya miji, mwanaume mmoja aliyekuwa amekaa ndani ya chumba cha giza. Mbele yake kulikuwa na ramani kubwa ya Tanzania. Ramani hiyo ilikuwa imewekewa alama kwa kalamu nyekundu. Kutoka Karagwe mstari ulikuwa ukiendelea kupita Kiaka, kupita Bukoba, Moreba, Bialamlo, Nyakanazi, Geita, Kahama, Tabora, Singida mpaka Dodoma. Kisha mstari mwekundu uliendelea pia kuelekea Dar es Salaam pia. Mwanaume huyo alikuwa akifuatisha kidole chake kwenye mstari huo. Alipofika Dodoma akasimama na kisha kuzungumza kwa sauti ya chini. Safari ya mwisho hajawahi kufika Dar. Mbele yake kulikuwa na mwanaume mwingine. Mwanaume huyo alikuwa amevaa shati jeusi. Hakuwa anajibu chochote kabisa. Hivi ni kweli basi litaondoka Jumatano Alikuwa anauliza vile mwanaume ambaye alikuwa ameshikilia ramani kwenye mikono yake. Ndiyo. Na itakuwa ni saa ngapi? Itakuwa ni alfajiri. Dereva atakuwa nani? Dereva atakuwa ni Benedicto. Na kondakta wake atakuwa anaitwa Kasim. Na abiria wote wapo tayari. Vizuri. Mzee huyo akatabasamu na kisha kaikunja ramani ile na kisha kazungumza. Lakini hakikisha usiliguse basi kabla hajaweza kufika Dodoma, sawa? Yaani subiria kwanza mpaka safari iendelee mpaka Dodoma, ndio mengine endelee, sawa Mwanaume mwingine akamuuliza, "Kwa nini?" Mzee huyo akamtazama kwa macho makali na kisha kazungumza, "Kwa sababu kile ambacho tunakitafuta hakipo Karagwe." Sasa kinapatikana wapi mkuu? Mzee huyo akanyamaza kwa sekunde kadhaa na kisha akazungumza, "Kinapatikana katikati ya safari." Msikilizaji, mara baada ya kuweza kushuhudia mazungumzo haya, turejee katika stendi ya mabasi ya Karagwe, na hapa ilikuwa ni saa 10 alfajiri. Tunarejea kwenye basi letu la Kagera Royal Coach, basi ambalo lilikuwa limewashwa injini muda si mrefu. Benedicto alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha dereva. Kasim alikuwa akihakikisha abiria wote wameingia. Joti alikuwa akipakia mzigo wa mwisho. Lakini kabla mlango kuweza kufungwa, mwanaume mmoja alitokea. Alikuwa amevaa koti jeusi, alikuwa na begi dogo la ngozi. Alikuwa akimbia wala kupiga kelele kabisa. Alitembea kwa utulivu mpaka alipomfikia Kasim, akamkabidhi tiketi yake, na kisha Kasim akaiangalia na kisha kuzungumza. Siti namba 27 Mwanaume huyo akatikisa kichwa. Ndio. Kasim akamwangalia kwa sekunde kadhaa na kisha akamuuliza, "Unasafiri kuelekea Dar?" Mwanaume huyo akatabasamu na kisha akamjibu Kasim, "Siwezi kujua." Kasim akacheka. "Basi ukiamua kushuka njiani usisahau kuniambia mapema Mwanamume huyo hakujibu kitu chochote kabisa, msikilizaji.
Alipanda juu ya basi vile vile akiwa kimya, akaenda zake moja kwa moja na kisha kuketi kwenye siti iliyokuwa na nambari 27. Alipokaa, aliweka begi lake chini ya miguu yake, kisha akatazama dirishani kwa muda mrefu kana kwamba alikuwa akiaga sehemu hiyo. Msikilizaji, mpaka hapa tumekwisha fahamu kwamba safari hii ilikuwa tayari imekwisha andaliwa. Kuna watu ambao mpaka muda wote hatujawafahamu walikuwa wamekwisha kuketi kabisa na kuzungumza kwa habari ya safari hii ya basi hili la Kagera Royal Coach. Kitu pekee ambacho hatufahamu hapa ilikuwa ni kwa sababu gani watu hao wanaamua kuweza kufanya tukio hili ambalo ni bovu kweli la kuweza kuangamiza nafsi za watu. Hakuna mtu anayefahamu, lakini ili kuweza kufahamu hilo, tuende pamoja kabisa katika safari hii msikilizaji, kuweza kutokea Karagwe kuelekea jiji la Dar es Salaam. Na hapa tunaelekea upande wa pili ambapo ni katika stendi ya wilaya ya Karagwe, ambapo mbele yetu kabisa msikilizaji, tunashuhudia basi likiwa linaanza kuondoka. Mwanzoni kila kitu kilikuwa cha kawaida kabisa. Abiria walikuwa wakizungumza, wengine pia walikuwa wamelala na wengine pia walipiga picha kupitia madirishani. Kasimu alipita katikati ya viti akihakikisha kwamba kila mtu alikuwa amefunga mkanda. Lakini dakika 20 mara baada ya kutokea Karagwe, mwanamke aliyekuwa siti namba 8 alimsogelea Kasim na kisha kuzungumza. Kondakta. Abe mama. Samani kondakta. Ndio, karibu. Umemwona yule mwanaume ambaye yuko siti namba 27 yule? Kasimu aligeuka na kuweza kutazama namba 27 na kisha akamuuliza yule mama. Yupi? Yule mwenye begi jeusi yule. Kasimu akamtazama mwanaume huyo na kisha akamjibu. Ndio. Mwanamke huyo akamwangalia kwa hofu kabisa na kisha kazungumza. Nilikuwa namjua. Kasimu akashangaa msikilizaji. Ulikuwa unamjua? Ndio. Kwani ni ndugu yako huyo? Mwanamke huyo akatikisa kichwa na kisha kazungumza. Hapana, sio ndugu yangu. Sasa kama sio ndugu yako, manake wewe hapo umemjuaje sasa? Mwanamke huyo akainama na kuzungumza kwa sauti ya chini kabisa. Siku 3 zilizopita nilimuona kwenye ndoto. Kasimu alikuwa anacheka namna ile kidogo msikilizaji, na kisha kazungumza. Ndoto? Ulimuona kwenye ndoto? Ndio. Kwenye ndoto alikuwa anafanya kitu gani sasa huyo jamaa? Mwanamke huyo akamtazama kwa hofu kabisa Kasim na kisha akamjibu. Alikuwa amesimama katikati ya barabara. Katikati ya barabara? Kasim hakujua kabisa ajibu kitu gani msikilizaji. Mwanamke huyo akaendelea kuzungumza. Na nyuma yake kulikuwa na hili basi hili. Kasim akanyamaza msikilizaji. Mara baada ya muda mfupi kuweza kupita, basi lilifika maeneo ya Kiaka katika wilaya ya Misenyi. Mandhari ilikuwa inaanza kubadilika. Milima na mashamba vilianza kutanda kila upande. Wafanyabiashara wadogo walikuwa kando ya barabara. Wengine walikuwa wakiuza ndizi na wengine kahawa, huku wengine wakiuza matunda. Basi lilipunguza mwendo. Kasimu akasimama kabisa. Dakika 10 tu kuambia atakuwa anahitaji kushuka hapa. Tafadhali tunawahi. Kwa hiyo kama unashukia hapa unaweza ukawahi chap. Alikuwa anazungumza vile Kasim. Abiria wachache pia walianza kushuka. Mzee mmoja akanunua kahawa, mama mmoja akanunua ndizi, lakini yule mwanaume wa siti nambari 27 msikilizaji hakushuka kabisa. Alikaa ndani akitazama barabara kwa utulivu kabisa. Joti alipokuwa akirejea kwenye basi, aliona kitu chini ya siti namba 27. Alikiokota, kilikuwa kama kitambaa cheusi kilichokuwa kimefungwa fundo. Joti alikiangalia kwa makini kabisa na kisha akazungumza. Hiki ni kitu gani hiki sasa? Mwanaume wa siti namba 27 aligeuka ghafla kabisa na kuzungumza. Usikiguse, we! Usikiguse! Joti akasimama ghafla kabisa. Samahani kaka. Weka chini huko. Joti akiwa katika hali ile ya hofu msikilizaji, alirudisha kile kitambaa chini ya kiti ambapo alikuwa amekitoa. Lakini kabla hajakiacha kabisa, aliona alama iliyokuwa imechorwa juu yake. Ilikuwa ni alama ambayo ilikuwa haieleweki kabisa. Kulikuwa na mduara ambao ulikuwa na mistari mitatu, na katikati yake kulikuwa na alama kama ya jicho hivi. Joti akamuuliza yule mwanaume, "Kwani hiki ni kitu gani?" Mwanaume huyo akazungumza,
Kwani cha kwako? Hapana, si changu. Sasa kama sio chako, ondoka. Joti akaondoka, lakini hakuweza kuisahau alama hiyo. Safari ilikuwa inazidi kuendelea, msikilizaji, na hatimaye basi lilifika katika wilaya ya Bukoba. Shughuli nyingi zilikuwa zikiendelea. Stendi ilikuwa imejaa watu kweli kweli. Mabasi yalikuwa yanaingia na kutoka huku wapiga debe wakipata sauti zao. Bukoba, Bukoba, Mwanza, 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 Mwanza gate. Abiria wachache pia walianza kushuka na wengine pia wakaingia ndani ya basi. Hapo ndipo tukio la kwanza lisilokuwa la kawaida likatokea. Mwanamke mmoja mzee alisimama nje ya basi. Alikuwa amevaa kanga mbili na alikuwa amebeba kikapu pia. Alipotazama basi, uso wake ukaanza kubadilika kabisa. Akamuuliza dereva, "Dereva, kwani basi linaenda wapi?" Dereva Benedicto akamjibu, "Dar es Salaam." Mwanamke huyo akatikisa kichwa chake. "Usiendeshe gari usiku dereva." "Nisiendeshe usiku?" Alikuwa anashangaa vile Benedicto, lakini hakuwa akijua kabisa mwanamke alikuwa anamaanisha kitu gani. "Mama, unamaanisha kitu gani kusema kwamba nisiendeshe usiku?" Mwanamke huyo hakujibu chochote kabisa, msikilizaji. Akaangalia nyuma ya basi kisha akazungumza, "Kuna mtu amesafiri ndani yake ambaye hakupaswa kabisa kuweza kusafiri." Benedict alikuwa anakaza uso wake kweli kweli, msikilizaji, na kisha akamuuliza yule mama, "Mama, kuna maanisha kitu gani?" Mwanamke huyo aligeuka kabisa na kuanza kuondoka, lakini kabla hajafika mbali alisimama ghafla, akaigeukia tena ile basi. Macho yake yakatoa upande wa siti namba 27, kisha akazungumza, "Na huyo mtu si abiria." Safari ilikuwa inazidi kuendelea, msikilizaji, na hatimaye basi likafika katika wilaya ya Muleba, wilaya ambayo inasifika kwa kilimo cha ndizi Bukoba, zao ambalo linafahamika katika nchi yote ya Tanzania. Muleba ilikuwa katika utulivu wa ajabu kabisa. Mvua ndogo ilikuwa inanyesha na barabara yote ilikuwa imeroa kabisa. Mabasi yalikuwa yakitokea upande mwingine, yalikuwa yakipita huku yakirusha maji pembeni. Ndani ya basi wengi walikuwa wamelala kabisa. Kevin alikuwa akisikiliza muziki muda huo. Neema alikuwa akiandika kitu kwenye simu yake. Mara simu yake ikaanza kutetemeka. Ujumbe mmoja ukaingia. Ilikuwa ni namba ngeni kabisa, na huo ujumbe ulikuwa unasomeka hivi: "Usiangalie nyuma." Neema alikuwa anashangaa kabisa, msikilizaji. Akamwonyesha Kevin ujumbe huo. "Umeona?" Kevin akasoma ujumbe ule na kisha akazungumza, "Kwani huu ujumbe amekutumia nani?" "Sijui." Sekunde chache baadaye, msikilizaji, ujumbe mwingine ukaingia: "Ukifika Nyakanazi hakikisha ushuki kabisa." Neema alipoangalia ujumbe ule alikuwa anachukia kweli kweli kabisa, na hapo aliamua kuufutilia mbali kabisa. Lakini dakika moja baadaye ujumbe mwingine ukaingia: "Kuna mtu atakuomba ushuke, usimsikilize kabisa, hakikisha unakaa ndani ya basi." Neema alikuwa anahisi baridi mwili mzima kabisa. Akamwambia Kevin, "Hii si kawaida kabisa." Kevin alikuwa akijibu vile, kisha akamwangalia Neema, "Usijibu ujumbe wote ambao unaingia kwenye simu yako." Na ghafla simu ikaanza kuita. Ilikuwa ni nambari ile ile ambayo ilikuwa inatuma ujumbe mfupi wa maandishi. Neema akupokea kabisa simu ile na kisha ikaacha kuita. Sekunde chache baadaye, msikilizaji, simu ile ikaanza kuita tena. Safari Kevin akamwambia Neema apokee simu ile. "Hebu pokea tusikie ni mtu gani huyo." Neema akatikisa kichwa chake. "Hapana kabisa, sipokee hii simu." Simu iliendelea kuita na kisha ikakata. Ujumbe mwingine ukaingia: "Tayari umeanza kuona, si ndio?" Safari ilikuwa inazidi kuendelea, msikilizaji. Hatimaye basi ilikuwa inafika katika wilaya ya Biharamulo. Hapa ndipo alipokutana na gari dogo jeusi. Kwa mara ya kwanza Benedicto hakuweza kuliona kabisa. Mara ya pili Kasim aliweza kuliona vizuri kabisa, na mara ya tatu Kevin aliweza kuliona kupitia kioo cha nyuma. "Dereva, abe, lile gari linatufuata." Benedicto akatazama kwenye kioo. Aliweza kushuhudia kwa macho yake kabisa gari jeusi lilikuwa nyuma yake. Lilikuwa umbali ule ule. Benedicto akaongeza mwendo. Gari nalo pia likaongeza mwendo. Akapunguza pia nalo likapunguza mwendo. Kasim akazungumza, "Labda litakuwa linaelekea njia hii eti?" Benedicto hakujibu kabisa. Baada ya muda kama dakika 20 hivi,
Gari likapotea katika mazingira ambayo kila mtu hakuweza kuelewa kabisa, na hakuna ambaye alikuwa ameweza kuona kwamba likigeuka lile gari. Safari ilizidi kuendelea mpaka Nyakanazi. Usiku ulikuwa umeanza kuingia. Basi lilisimama, abiria wakaanza kushuka. Kasim akazungumza, dakika 20 jamani, dakika 20, dakika 20, dakika 20. Kevin akashuka huku Neema akibakia ndani ya basi. Mzee aliyekuwa siti namba 12 pia alibaki. Mwanaume wa siti namba 27 alishuka pale Nyakanazi. Alitembea kuelekea kwenye kibanda cha chakula, kisha akasimama akaangalia nyuma. Macho yake yalikutana na Kevin. Kwa sekunde chache walitazamana kabisa. Kisha mwanaume huyo akauliza, unaitwa Kevin eh? Kevin akaganda kabisa. Umenijuaje? Mwanaume huyo akatabasamu na kisha akazungumza, na kufahamu tu. Mara baada ya kumaliza kuweza kuzungumza hivyo, akaamua kuondoka zake. Kevin akabaki akiwa amesimama. Alipoangalia chini, aliweza kushuhudia kipande cha karatasi, na hapo akaamua kukiokota. Kilikuwa kimeandikwa, usimwamini Neema. Kevin aligeuka haraka kuweza kumwangalia yule mwanaume, lakini hakuweza kumwona tena kabisa. Na wakati huo Neema alikuwa bado yupo ndani ya basi, na safari pia ikaanza kuendelea. Na baada kama ya masaa kadhaa hivi, msikilizaji, hatimaye walifika katika mkoa wa Geita. Katika barabara ile ile, barabara ya kuelekea Nyakanazi, hali ya hewa ilikuwa inabadilika kabisa. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha, radi zilikuwa zinapiga kwa mbali pia. Basi likaanza kutembea kwa taratibu kabisa. Katika eneo la Geita, simu nyingi zilianza kupoteza mtandao. Redio ya basi pia ikaanza kutoa sauti ya muungurumo. Kisha sauti ya mtu ikasikika, msiende. Kasim akasimama kabisa. Umesikia hicho? Benedicto akazungumza, nimesikia. Sauti ikarudia tena kwa mara nyingine, msiende. Kisha ikazungumza, msiende, mnafuatwa. Na hapo ndipo redio ilipozima kabisa, wala hakuna ambaye alikuwa na neno lingine la kuweza kuzungumza. Baada ya muda mfupi, yule mwanaume wa siti namba 27 alitoa begi lake akalifungua kabisa. Kevin alikuwa karibu, alikuwa akishuhudia kila kitu ambacho kilikuwa ndani ya begi ile. Kulikuwa na kamba nyekundu, kulikuwa na chupa ndogo yenye kimiminika cheusi, kulikuwa na vipande vya karatasi na picha pia. Kulikuwa kuna picha ya basi, kulikuwa kuna picha ya dereva Benedicto, kulikuwa kuna picha ya Kevin, lakini kubwa zaidi kulikuwa kuna picha mpaka ya Kasim. Kevin alipoliona hilo, moyo wake ulikuwa unadunda kweli kweli, na kisha akajiuliza moyoni mwake, mtu huyu ni nani sasa? Safari ilikuwa inazidi kuendelea vile vile, msikilizaji. Hatimaye walifanikiwa kufika Kahama katika mkoa wa Shinyanga, na ilikuwa ni usiku kweli kweli. Basi lilisimama kwa muda mfupi, wakati abiria kadhaa wakishuka. Joti alikwenda nyuma ya basi kwa nje. Aliposimama karibu na buti, alikuwa anasikia sauti tuk 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 tuk. Joti akasogea kuweza kusikiliza kwa makini. Alifungua mlango wa buti. Mizigo yote ilikuwa imetulia kabisa, lakini kutoka ndani ya buti kulikuwa na sauti ya mtu alikuwa akipumua kabisa. Joti akapiga kelele, Kasim! Kasim alikimbia kuelekea sehemu nyingine ya mizigo. Hakukuwa na mtu kabisa, lakini kulikuwa na kitu ambacho kiliweza kuwastajabisha kabisa, msikilizaji. Kulikuwa na mabegi matatu ambayo alishangaa kwamba yameweza kutoka pale ambapo alikuwa ameyaweka na yamekaa sehemu nyingine kabisa ambapo hakuweza kuyaweka kabisa. Na juu ya begi moja kulikuwa na alama ile ile ya jicho. Waliangalia, lakini pia wakaamua tu kuacha vile vile. Wakafunga buti na kisha safari kazidi kuendelea kuweza kuelekea Dar es Salaam. Baada ya muda mrefu kuweza kupita, hatimaye walifanikiwa kufika katika mkoa wa Tabora. Abiria walikuwa wamechoka kweli kweli, wengi walilala, lakini Kevin hakuwa amelala kabisa. Alikuwa akimwangalia mwanaume wa siti namba 27. Mwanaume huyo alikuwa amefumba macho, lakini ghafla bila kufumbua macho akazungumza, unaweza kuendelea kunitazama mpaka asubuhi, si ndio? Kevin akashtuka kweli kweli kabisa, msikilizaji. Kwani ulikuwa unashuhudia hivyo? Kwani nikikutazama? Ndio. Sasa unajuaje kinachoendelea wakati umefumba macho? Mwanaume huyo akafungua macho yake, msikilizaji, na kisha akazungumza, unataka kujua kweli, si ndio? Kevin akatikisa kichwa chake. Ndio, nataka kujua ukweli. Mwanaume huyo akazungumza, basi usimuulize mtu yoyote. Nisimuulize mtu yoyote? Kwa nini sasa?
kwa sababu kuna mtu ndani ya basi ambaye anasikia kila kitu. Kevin akamuuliza, kuna mtu anasikia kila kitu, na ni mtu gani huyo sasa? Mwanaume huyo hakujibu chochote kabisa msikilizaji. Akaangalia nyuma ya basi kisha akazungumza, utashuhudia mwenyewe kwa macho yako. Safari ilizidi kuendelea msikilizaji. Walipofika Singida saa zilikuwa zimeenda sana. Basi lilisimama, dereva Benedicto pia alishuka. Kasim akafuata, wakaenda kuangalia engine. Benedicto akazungumza, kuna kitu kiko sawa kabisa. Tatizo gani? Joto limepanda kweli kweli katika engine. Wakaangalia sehemu nyingine pia hakukuwa na shida nyingine yoyote. Lakini Benedicto aligundua kitu kingine. Chini ya basi kulikuwa na maji meusi. Yalikuwa si mafuta kabisa, wala si maji ya radiator. Yalikuwa ni maji meusi tu ambayo yafahamiki kwamba yalikuwa yametokea sehemu gani. Kasim akapiga magoti akanusa. Harufu yake ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Damu? Benedicto katikisa kichwa. Hapana. Mzee aliyekuwa karibu akazungumza, haya ni maji ya kaburi. Wote wakamwangalia mzee huyo na kisha akaendelea kuzungumza. Msicheke, kwa sababu ninachowaambia hapa ni ukweli kabisa. Haya ni maji ya kaburi, kwa sababu nimeyaona kabla ya siku ya leo. Mzee, kwani uliona wapi maji ya kaburi? Mzee akajibu, niliona katika basi hili. Benedicto akaganda na kisha akauliza, katika hili basi? Na ilikuwa ni lini hiyo sasa? Mzee akamtazama Benedicto moja kwa moja na kisha akamjibu, niliyashuhudia haya miaka 10 iliyopita. Miaka 10 iliyopita? He! Yote hayo yalipita msikilizaji, na hatimaye safari ikazidi kuendelea. Na sasa walikuwa wamekwisha anza kufika katika ardhi ya Dodoma. Hatimaye basi kaingia Dodoma stendi, lakini safari haikuwa imefika katikati kabisa. Ilikuwa imefika kwenye mlango wa siri. Muda mfupi baada ya kuingia Dodoma, Benedicto alipokea simu na namba ilikuwa haijulikani kabisa. Akaamua kuzungumza nayo. Halo? Halo? Kwa sekunde kadhaa msikilizaji, hakuna mtu ambaye alikuwa anasikia kwamba alikuwa anajibu. Lakini mara baada ya muda mfupi ikasikika sauti ya kiume nzito kweli kweli. Umefika Dodoma eti eh? Benedicto akanyamaza na ile sauti ikazungumza kwa mara ya pili. Umefanya vizuri sana. Sasa hakikisha uangalie nyuma. Angalia uko mbele ya basi. Benedicto akageuka na kuendelea kutazama mbele. Mwanaume namba 27 alikuwa amesimama akiangalia moja kwa moja. Simu yake ilikuwa sikioni na sauti ilikuwa ni ile iliyokuwa kwenye simu msikilizaji. Ile simu ambayo ilikuwa ikizungumza na Benedicto ilikuwa inatokea kwa mwanaume huyu wa siti namba 27. Ndiyo, naangalia mbele. Sasa safari ya kweli inaanzia hapa Dodoma. Baada ya sauti ile kuweza kuzungumza vile msikilizaji, simu ikakata ghafla kabisa. Benedicto akabaki akiwa ameshikilia simu yake, kisha taa zote za stendi zikazimika kabisa kwa wakati mmoja na giza likatawala katika stendi ile. Na ndani ya giza hilo, mtu mmoja alipiga kelele, kuna mtu amepotea! Kuna mtu amepotea! Kasim akawasha tochi ya simu yake. Abiria wakaanza kuhesabiwa 1, 2, 3 mpaka 20. Lakini walipofika siti namba 27, ilikuwa siti ipo tupu kabisa. Kusema ukweli msikilizaji, yule mwanaume wa ajabu alikuwa ameketi hapo, alikuwa ametoweka katika mazingira ya kutatanisha kweli kweli. Lakini begi lake lilikuwa bado liko pale pale juu ya siti yake. Kasim akalifungua. Ndani hakukuwa na nguo kabisa, wala hakukuwa na pesa, wala hakukuwa na hati ya kusafiria. Kulikuwa na kitu kimoja tu. Kulikuwa na picha ya basi ambalo ni basi hilo la Kagera Royal Coach. Na nyuma ya picha hiyo kulikuwa na maandishi yaliyokuwa yanasomeka, msitafute mtu aliyepotea, tafuteni aliyeanza safari. Benedicto katazama mstari huo msikilizaji, moyo wake ukapiga kwa nguvu kweli kweli, kwa sababu alikumbuka jambo moja, kwamba usiku wa Karagwe alipokuwa akiangalia basi kwa mara ya mwisho, alimwona mwanaume mmoja ambaye alikuwa amesimama gizani, na mwanaume huyo alikuwa amevaa koti lile jeusi. Ilikuwa ni jambo la kushangaza kweli kweli kabisa msikilizaji. Usiku ule pale Dodoma, mara baada ya taa za stendi kuweza kuzima kwa wakati mmoja, giza lilitanda kwa sekunde kadhaa ambazo kwa abiria wa Kagera Royal Coach zilionekana kabisa kwamba ilikuwa dakika nzima. Hakuna aliyezubutu kabisa kuweza kuzungumza chochote.
Kila mmoja alikuwa amesimama pale pale akitazama upande wa siti namba 27. Siti ile ilikuwa ni tupu kabisa. Begi jeusi la mwanaume aliyekuwa ameketi hapo lilikuwa bado lipo chini ya kiti. Kasim alikuwa ameshikilia tochi yake ya simu huku mikono yake ikitetemeka kweli kweli. Benedicto, alikuwa anazungumza vile Kasim kwa sauti ya chini. Benedicto kaitika. Abe, alikuwa amekaa hapa muda gani uliopita? Benedicto kujibu mara moja kabisa. Alikuwa bado ameshikilia simu yake sikioni, ingawa simu ile ilikuwa imekusha katika kabisa, na kisha akamjibu Kasim. Dakika chache zilizopita tu. Alizungumza vile, hatimaye Kasim akatikisa kichwa chake na kisha akazungumza. Dakika chache? Ndiyo. Sasa kama dakika chache ametokaje hapa? Benedicto akamwangalia. Sasa hilo ndio swali ambalo najiuliza pia na mimi pia upande wangu. Kasim aligeuka na kuweza kuangalia kuelekea kule mlangoni. Mlango wa basi ulikuwa umefungwa kabisa. Hakuna aliyekuwa kabisa ameshuka wala hakuna aliyekuwa akionekana kupanda. Na jambo la kutisha zaidi, msikilizaji, ile kamera ambayo ilikuwa ndani ya basi ilikuwa imeacha kufanya kazi kabisa kwa muda ule. Kasim alikimbilia kwenye sehemu ya kamera, alibonyeza kile kifaa cha kuweza kurekodia picha, lakini kilikuwa hakiwaki kabisa. Akajaribu tena kwa mara nyingine, lakini kulikuwa hakuna kitu chochote kabisa, na kisha akazungumza. Hadi kamera imekufa. Benedicto alisogelea katika eneo la ile TV ya kamera na kisha akaitazama na kuzungumza. Itakuwa ni betri labda eti betri bado inachaji kabisa. Hebu jaribu kuiwasha tena. Kasim akabonyeza kile kitufe cha kuweza kuiwasha TV ile ya kamera. Mara skrini ikawaka, lakini badala ya kuonyesha picha ndani ya basi, ilionyesha skrini nyeusi tu. Kisha maandishi meupe yakatokea yaliokuwa yanasomeka file corrupted. Kasim akameza mate. Benedicto, najua. Yaani video yote imefutika kabisa. Hakuna ambacho kipo kwenye memory card ya kamera hii. Yote imefutika kabisa. Benedicto hakujibu chochote kabisa, msikilizaji. Mzee alikuwa siti namba 12 akasimama taratibu. Alikuwa ameshikilia fimbo yake, akamuuliza Benedicto, kwani lile begi pia ni la kwake? Na safari aliyekuwa anajibu swali lile alikuwa ni Kasim. Ndio, ni begi lake lile. Mzee akatikisa kichwa. Tafadhali, naomba msilifungue lile begi lake. Kwa nini? Mzee huyo akajibu swali lile. Kwa sababu mtu ambaye ameacha lile begi si yeye mwenyewe. Kila mtu akanyamaza, msikilizaji. Kisha Kasim akazungumza. Babu, tunahitaji kujua kilichomo katika begi hilo. Mzee akatikisa kichwa. Tafadhali, kama mnajipenda, naomba sana msifungue lile begi. Licha ya onyo ule mzee wa siti namba 12, msikilizaji, lakini Kasim alinua begi lile. Begi lilikuwa ni zito kweli kuliko lilivyokuwa linaonekana. Akaliweka juu ya kiti kisha akafungua zipu, na hapo harufu kali ikaenea katika basi zima kabisa. Ilikuwa ni harufu ya udongo, ilikuwa ni harufu ya majani ambayo yalikuwa yameoza, na harufu nyingine ambayo ilifanana kabisa na moshi wa kuni. Neema akafunika pua yake na kisha akazungumza. Ni harufu inakela kweli. Kevin akamwangalia. Harufu gani? Neema akujibu swali lile. Alikuwa akitazama lile begi ambalo lilikuwa linaonekana kwamba lilikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinatoa harufu kali ndani yake. Ndani yake kulikuwa na kitambaa cheusi, kulikuwa na chupa ndogo, kulikuwa na picha kadhaa na daftari. Kasimu akachukua daftari akalifungua. Ukurasa wa kwanza ulikuwa tupu kabisa. Ukurasa wa pili pia ulikuwa tupu vile. Lakini walipofungua ukurasa wa 3, kulikuwa na orodha ya majina yote ya abiria ambao walikuwa katika basi lile, msikilizaji. Na jina la kwanza lilikuwa linasomeka Benedict Mwesiga. Kasim alishtuka kweli kabisa, msikilizaji. Akashuka jina la pili lilikuwa linasomeka Kasim, na hapo macho yake yalipanuka zaidi kusema ukweli kabisa. Akaendelea kusoma pia jina la 3 lilikuwa ni Joti, la 4 ilikuwa ni Kevin, la 5 ilikuwa ni Neema. Kisha majina ya abiria wote wengine kama walivyokuwa kwenye basi lile. Kila mmoja alikuwa katika basi lile, msikilizaji, alikuwa na jina lake kwenye daftari lile, msikilizaji. Kasim akafunga daftari kwa nguvu na kisha akamuita Benedicto. I say,
Hebu leta hapa tuone. Benedikto akachukua daftari lile, akalifungua tena, kisha akaona kitu ambacho kilimfanya uso wake ubadilike kabisa. Chini ya majina yote kulikuwa na tarehe. Ilikuwa ni tarehe ya safari. Lakini tarehe hiyo ilikuwa si tarehe ya leo kabisa, msikilizaji. Ilikuwa ni tarehe ya miaka 10 iliyopita. Jambo hilo kwa linaonekana kabisa kwamba kumshangaza zaidi Benedikto. Tarehe ile ilikuwa ni tarehe ya miaka 10 iliyopita. Benedikto Mwesiga, mwanaume ambaye alikuwa anatokea katika kabila la Wahaya, mwanaume ambaye alikuwa ni jasiri kweli kweli, hapo alihisi miguu yake ikianza kuregea na kisha akazungumza. Impossible. Haiwezekani kabisa kabisa.